Kesi ya uhujumu uchumi ya Mange Kimambi aliyofunguliwa hapa nchini Tanzania imeweza kuahilishwa mahakamani mpaka tarehe 28 Januari 2026. Kwa wale ambao mlikuwa hamfahamu kuwa Mange Kimambi bwana ana kesi, ni kwamba Mange Kimambi bwana amefunguliwa kesi nchini Tanzania ya uhujumu uchumi wa shilingi milioni 138.5, ambapo inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 na Machi 31 mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange Kimambi alijipatia shilingi milioni 138, akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali, pamoja na kuzidai kwa vitisho. Sasa hiyo kesi bwana imeahilishwa hadi tarehe 28 Januari 2026. Nikikusomea hapa, hii taarifa inasema kuwa kesi ya uhujumu uchumi namba 00021172 ya mwaka 2025 inayomkabili mwanaharakati Mange Kimambi imehailishwa mpaka Januari 28, 2026 baada ya upande wa serikali kueleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Shauri hilo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassani Makube, ambapo upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado hivyo, ukaomba shauri kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi haukuwa na wakili wa utetezi, hivyo hakimu Makube akaagiza upande wa jamhuri kuhakikisha taratibu zote zimekamilika ili tarehe hiyo ikifika shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5, ambapo inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 na Machi 31, 2021 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange Kimambi alijipatia shilingi milioni 138, akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Asubuhi ya Disemba 2, 2025, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonesha Mange Kimambi akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi Extradition Act ya mwaka 2019 inatambua utakatishaji fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpya imekuja takribani mwezi mmoja tu baada ya sheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake itaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange Kimambi kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Hamza Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha Mange Kimambi nchini. Maoni ya watu yamekuwa ni mengi, kila mmoja akijaribu kuongea lake. Wapo wanaosimama upande wa Mange Kimambi, wapo ambao wanasimama upande wa jamhuri. Kila mmoja amezungumza lake, lakini yote na yote kesi imeahilishwa. Lakini pia siku ya jana niweza kuletea habari kuwa Mange Kimambi bwana akaunti zake za Instagram 2 ya Mange Kimambi 82 kitu kama hicho na Jamii Forums na Jamii Wananchi Forums, zote zilikuwa ni pages za Mange Kimambi
zote bwana ziliweza kufungiwa na Instagram wenyewe. Ambapo mpaka leo Mange Kimambi hakuna hatua yoyote ambayo kaichukua kuwa atapatikana huko kupitia Instagram. Hakuna hiyo page. Lakini pia Mange Kimambi kabakiza page sehemu tofauti kama Twitter na sehemu zingine. Sasa hapa maoni ya watu yalikuwa ni mengi baada ya taarifa hiyo kuwa Mange Kimambi bwana kafungiwa akaunti zake zote. Au hapa anasema alisema atatumia ile ya jamii ya wananchi forums, lakini bila kujua kuwa na yenyewe ilikuwa imefungiwa. Huyu anasema kwamba huyu dada ni mmoja, ni jeshi la mtu mmoja. Huyu anasema afadhali mchawi wa taifa huyu akwende zake huko. Najua yupo kwenye ofisi za Instagram hivi, anawaomba waifungue. Huyu anasema kwamba Dadek wamefunga hadi ile ya wananchi. Huyu anasema God anasema God is good, get her arrested. Huyu anasema kwani kufungua nyingine ni kazi. Huyu anasema nayo inafungwa. Huyu anasema kazi kupata watu milioni 2. Huyu anasema sio watu milioni, sisi tunataka taarifa tu basi. Huyu anasema kwamba tunamfollow wote wanarudi, yule ni dada wa taifa. Huyu anasema kwamba guys, atakayeona account, atakayekuwa na account, kwamba atakayeona account ya Mange Kimambi aitagi please. Huyu anasema sio Mange tu, hata Maria pia hayupo. By the way, ya Maria yenyewe imezuiliwa kuonekana Tanzania. Lakini mataifa mengine safi, ila Tanzania ndo kipengere. Tanzania imezuiliwa. Huyu hapa anasema kwamba bora, maana nimefurahi kweli. Huyu anasema kwamba hadi ile page ya media pia haipo jamani. So ndo hivyo.